Taarifa za kuaminika kutoka kwa mwanachama hayo wa klabu ya Yanga Haji Sande Manara inaeleza kwamba klabu hiyo tayari imefanya kikao kizito na viongozi wa bodi ya ligi ili kumaliza tofauti zao, ikiwa pamoja na kufikia maamuzi ya pamoja kuhusiana na sakata la kuhairishwa mechi ya dabi ya Kariakoo ambayo iliahirishwa siku chache zilizopita. Haji Manara katika taarifa yake ameeleza kwamba viongozi wa bodi ya ligi wamefanya kikao kizito na viongozi wa klabu ya Yanga ili kutafuta suluhu ya jambo hili ambalo linaendelea kwa ukubwa zaidi na limeteka hisia za wadau wengi wa soka nchini Tanzania. Haji Manara katika taarifa yake ambayo ameichapisha kwenye ukurasa wake wa Instagram ameeleza kwamba bodi ya ligi wameomba viongozi wa klabu ya Yanga kukubaliana na maamuzi ya bodi na kuachana na msimamo wao wa kukomalia matumizi ya kanuni kwenye swala hili, kwa sababu tayari mambo yameharibika na namna nzuri ya kuliweka sawa ni kufanya maamuzi ya busara kwa wao na Simba. Bodi ya ligi inahitaji kumaliza jambo hili kwa kutumia busara ambayo itawapa nafasi ya kupanga tarehe nyingine ya kuweza kushuhudia mchezo wa dabi ya Kariakoo kati ya Simba dhidi ya Yanga. Lakini kwa sasa kutokana na kila klabu imekuwa na msimamo, bodi ya ligi inashindwa kufanya maamuzi hata kutangaza tarehe mpya. Klabu ya Yanga imeshapelekwa kule CAS, kwa hiyo mahakama ya usuluhishi ya mpira duniani. Tunasubiri kuona maamuzi yatatokaje kutoka kwenye ile mahakama. Lakini pia kutoka kwa Bugatti, Haji Sande Manara ameweka wazi kwamba tayari viongozi wa klabu ya Yanga wameitwa mezani na bodi ya ligi pamoja na TFF ili kuweza kumaliza tofauti zao na tarehe pangwe nyingine mbungi ipigwe. Manara kupitia ukurasa wake aliandika nasema, nimepenyezea habari kuna kikao kimeitishwa katika kutafuta suluhu ya jambo hili na kutaka busara itumike badala ya kanuni. Wengine ni makada kisawasawa na tumefundishwa utii usio na mawaha kwa serikali yetu. Ila pia tunajua viongozi wetu wapo kwa niaba ya watu. Tunaamini watazingatia pia msimamo wa wananchi na stand ya uongozi wetu kikamilifu. Lazima tutekeleze kanuni zetu kwanza, kisha busara na hekima zifuate baadaye. Bodi na TFF imekuwa kawaida yao mara kadhaa kutotekeleza kanuni walizojiwekea wenyewe, na baadaye ikishaharibika hupenda kukimbilia kwetu ili kuhalilisha makosa. Hiki ndicho ambacho alikiandika Haji Manara kupitia ukurasa wake kwa Instagram, akidokeza kwamba kuna kikao kizito kinafanyika. Lakini nikumbushe tu kwamba katika misimamo ya siku za nyuma, Yanga wao hawataki kusikiliza chochote kuhusiana na matumizi ya busara katika swala hili. Badala yake wao wameweka msimamo wao kwa kuitaka bodi ya ligi kufanya maamuzi kwa kutumia kanuni, kwani wanaamini ya kwamba Simba walifanya makusudi ya kugomea mechi yao. Lakini pia kwenye andiko hili Haji Manara unaona jinsi gani ambavyo amepigilia msumari wa moto kwamba viongozi wa klabu ya Yanga hawawezi kukubaliana na maamuzi ya bodi ya ligi kibusara. Wanachotaka ni kwamba kanuni ifuate, baada ya hapo busara pia iweze kuangaliwa kwa mara nyingine tena. Na msimamo wa Haji Manara bado amekaa kwenye upande wa kuibana bodi ya ligi pamoja na TFF. Tusubiri kuona hiki ambacho kinasemekana kimefanyika kikao kati ya Yanga na viongozi wa mpira wa Tanzania ili kulegeza masharti ya klabu ya Yanga. Wewe kwa upande wako ulikuwa unaishauri nini Yanga baada haya yote kutokea, huku ukiwa na kumbukumbu ya kwamba Yanga wanataka pointi 3 za mezani na Simba wako tayari kucheza na Yanga kwenye tarehe nyingine? Nisikilize mimi Buga, Yanga wacheze mechi. Nisikilizeni mimi wananchi, Yanga hawachezi katu abadan. Yani mechi hawachezi. Siku ukiona Yanga ndio kucheza mechi ya marudiano, wewe milioni, wewe chukua milioni. Njoni hapa. Nyie wawili shapa hapa na production mmeikata huko milioni Yanga hii. Lakini Haji, kuna wengine wanasema sasa hivi imeanza kutajwa serikali. Yanga hawachezi. Serikali ipi? Nini inaingiza serikali maksudi? Mbona mtaka kugombanisha wananchi na serikali yao? Wewe unadhani viongozi hawapimi, hawasomi, hawaoni? Watakubali vipi kujiingiza katika mtego huu mwaka wa uchaguzi shehe? Watu hawawezi kukubali. Yaani hawawezi. Huu ni mwaka wa uchaguzi, huu mwaka kidile mwali kivika. Kila mtu anachukua ngani yake anaweka begani, aanze kumbeba mtu sasa hivi akajaribia mambo yake. Hamna serikali itakayofanya jambo hili. Hawawezi, kwa sababu wanajua hawa washakosea. Wamekaa kimya, wanaangalia watafanyaje. Lakini wajiingize katika huu mtego hawawezi. Serikali hii inajua inadili na watu. Serikali hii inadili na mambo ya watu. Hawawezi kujiingiza katika huu mtego. Na ndio hiyo ndio utasikia unajua wale wataitwa tu hatuwezi kuitwa kwa sababu hatajiingiza katika jambo hili. Hiyo tunajiongopea kiufupi.
Yanga hii mechi hatuchezi.